Wafanyabiashara wengi huishia kulalamika ya kwamba wateja hawajui biashara zao. Lakini swali kwao, je, wanatumia maonyesho katika kutangaza na kunadi biashara zao? Karibu katika kipindi cha Mtazamo wa Kibiashara kwa siku ya leo. Na leo tunaangazia nguvu ya maonyesho almaarufu kama exhibitions katika kunadi na kutangaza biashara yako. Mimi ni Asha Kaoneka. Kwa majina naitwa Joseph Justus, mfanyabiashara Nyamalango. Tukiongelea umuhimu wa maonyesho ya wafanyabiashara, kwanza kabisa inawapa wafanyabiashara kujiona na watu mbalimbali. Pili, kuitangaza biashara yako kutokana na pale unakutana na watu wengi tofauti tofauti. Kwa hiyo unakutana na connection za watu pamoja na wateja kujua sehemu ya biashara yako ilipo. Changamoto zinazotokana na maonyesho ya wafanyabiashara, kwanza kabisa kutokana na wingi wa watu na baadhi ya vitu unaweza kupoteza. Vile vile wateja unaweza usiwe umeconcentrate kwa mtu mmoja na vitu vingine vikaibiwa. Kwa hiyo hizo ndio changamoto tunazokutana nazo kwenye maonyesho ya wafanyabiashara. Nafikiri kwa umuhimu wa maonyesho ya wafanyabiashara, serikali ingetenga hata kwa mwaka kufanyika hata mara mbili, kwa sababu inatengeneza connection na watu wengi. Kwa majina naitwa Lee Peter. Mimi ni mfanyabiashara wa nguo kama mnavyoona. Tukizungumzia umuhimu wa maonyesho, yanawasaidia wafanyabiashara promote bidhaa zao, lakini pia yanawasaidia kujua namna ya kuuza bidhaa zao kulingana na utaratibu wa biashara wa bei ambazo zimepangwa katika soko huria. Kwa mfano, kwenye maonyesho ya Sabasaba yanayofanyika kila mwaka, yanawasaidia wafanyabiashara kukutana na wafanyabiashara wakubwa na kujifunza mbinu mbalimbali za kibiashara ambazo zinawasaidia kukuza mtaji wao, lakini pia bidhaa zao kujulikana zaidi na zaidi. Changamoto ambazo zinaweza kujitokeza kwenye maonyesho ni kwamba watu wengi wanashindwa kuingia kwenye ukumbi wa maonyesho kutokana labda na ile tozo inayowekwa pale mlangoni inayoweza kuingia. Kwa anashindwa kuingia kwenda kuona zile bidhaa ambazo ziko mle ndani. Lakini pia hata akiingia, kuna baadhi ya bidhaa unakuta zinauzwa bei kubwa, kwa anashindwa kufanyaje kununua yeye kama mteja. Kwa mimi, ili tuweze kukuza uchumi wa nchi yetu na wafanyabiashara wengine kuwa na kipato, inatakiwa serikali ipunguze labda kodi kwa wale wafanyabiashara wadogo wadogo, ili nao waweze kuingia katika maonyesho ya Sabasaba na kuonyesha zile bidhaa zao. Umuhimu wa maonyesho, umuhimu wake, cha kwanza unakusaidia kupata network, ambapo ni unajuana na watu wengi. Pia cha pili, unapata wateja wapya. Cha tatu, unajifunza kitu kipya kutoka kwa competitors wengine. Kingine nadhani unatangaza tu biashara yako, kwa sababu unakuwa unaonyesha kile unachokifanya pamoja na wenzako. Wito wangu kwa wafanyabiashara wenzangu, nadhani wajifunze kutangaza biashara zao pale inapotokea maonyesho, na wajifunze kujitokeza ili kuweza kuonyesha uwezo wao. Pengine wanaweza wakawa na uwezo. Haya yalikuwa ni baadhi ya maoni ya wafanyabiashara kuhusu umuhimu wa maonyesho. Na vipi kuhusu upande wa mtaalamu wa uchumi? Ana maoni gani kuhusiana na mada hii? Kwa jina naitwa Richard Hamisi. Unapoenda kwenye maonyesho yale na biashara zako, kimsingi pale unaenda kuitangaza biashara yako. Ukitangaza biashara yako, kimsingi itakuwa inajulikana kupitia yale maonyesho. Lakini kupitia maonyesho unaweza pia kufanya tafiti pale kwamba ni kwa namna gani na ni wateja gani wanapenda bidhaa fulani. Kama utaona bidhaa fulani hainunuliwi sana, utaona kwamba labda wateja hao wanaona hiyo bidhaa sio bora au hawana uhitaji na hiyo bidhaa. Lakini bidhaa kama inanunuliwa, utajua kwamba hii bidhaa wateja wanahitaji zaidi. Lakini kupitia maonyesho unajenga mtandao wa kibiashara. Watu mbalimbali watakuwa wanakufahamu, mtaenda kufanya mawasiliano kwa sababu ulishaonyesha biashara yako na walishaiona. Kwa hiyo wanaweza kuja au kuwasiliana na wewe ukihitaji baadhi ya huduma zinazotokana na hiyo biashara yako. Lakini kupitia pia maonyesho pale unaweza kununua biashara yako. Kwa hiyo pale unaweza kupata kipato
kutokana na faida ya hiyo biashara ambayo unaifanya. Mbinu ambazo anaweza kuzitumia mfanyabiashara anapokuwa kwenye maonesho ziko mbalimbali. Mmoja anaweza akawa ameweka matangazo kwamba mahali hapa kuna biashara fulani iko maeneo fulani. Kwa hiyo kama ni mhitaji wa biashara fulani utaenda mahali fulani kwa sababu ya kusikiliza matangazo au kuona matangazo ya aina mbalimbali. Kwa hiyo mbinu hii inaweza kumsaidia, lakini pia kutoa mawasiliano kwamba biashara yangu iko sehemu fulani. Kwa hiyo mnapokuja wateja wangu, biashara iko mahali fulani, mnakuja mnaiona. Ulinzi lazima uwepo katika yale maeneo. Jeshi la polisi linatakiwa liwe maeneo hayo, au walinzi wengine wanatakiwa maeneo hayo kwa ajili ya kulinda biashara zao. Kwa mfano kwenye Nane Nane unapoenda kwenye ile maonesho kuna ulinzi kule. Kwa hiyo kupitia ule ulinzi basi wanaweza kujiamini kufanya biashara katika mazingira yaliyo. Maonesho yenyewe yana gharama kubwa, lakini kulingana na kitu ambacho unakionyesha. Kwa mfano maonesho yale ya kitaifa ya mwaka mara moja Nane Nane yanahitaji maandalizi makubwa. Kwa hiyo wangeweza kwa mwaka wakafanya mara 2 mara 3, lakini kupitia hizi mamlaka za serikali za mitaa. Usubiri tu mwaka mzima ukaisha, hapana. Ndani ya serikali za mitaa, kwa mfano halmashauri, kama kuna watu wana biashara zao mbalimbali, wanaweza kutangaza siku fulani kila mwezi au kila wiki, kwa namna watakavyoweza wao kulingana na gharama za hayo maandalizi. Kama tulivyosikia kutoka kwa mfanyabiashara na mtaalamu wa uchumi, maonyesho yana umuhimu mkubwa sana kwa wewe mfanyabiashara, kwa sababu yanasaidia katika kupanua biashara yako, kuongeza masoko na vile kupata mbinu mpya kabisa za biashara. Kwa niaba ya mpiga picha wangu Dorinson Eden na timu nzima iliyofanikisha